Ni Mutema TV. Ni Mutema TV inasamba. Tunafuraha kwa kupata TV bora. Tunayo raha kwa kupata TV bora. Kweli kama jinsi mnavyoona jopo la Waislamu katika uwanja huu wa Kamlimbi, tuko kunako sherehe ya sala ya Eid al-Fitri. Ni sherehe ambayo tunaitekeleza baada ya kumaliza siku 29 au 30 za kutekeleza ibada ya siyam, ibada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni hapo jana tulikamilisha siku 30, yani 13 katika kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio kwa maana leo tumepatikana asubuhi hii yenye mng'ao mkubwa sana, yenye fadla na rehema zake Allah tabaraka wa ta'ala katika uwanja huu wa Kamlimbi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلا يوم الدين وبعد. Ashukuriwe Mwenyezi Mungu, ziada na rehema zimwendee mtume wake, yeye na hadize na maswahabaze na waislamu wote watakayekubali kufuata Uislamu mpaka hiyo siku ya malipo. Nasi tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa hao, Allahumma amin. Ndugu zangu Waislamu, nani asiyoelewa ya kwamba tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na mwezi mtukufu wa Ramadhani umekuja ili tuweze kuupata uchamungu. Je, uchamungu tutaujua kama tumeupata baada ya Ramadhani au ndani ya Ramadhani? Tizameni wangapi tulikuwa tulisali nao laidi ya mwaka jana. Tukitizama pembezoni zetu sisi wenyewe kwa mikono yetu tumewaosha, tumewasalia na tumewapeleka kwenda kuwazika. Hivi mimi na wewe tuna uhakika ya kwamba Ramadhani nyingine tutaidiriki au laidi nyingine sisi na nyie tutakuwa tuko hapa? Kwa hiyo turudi kwa Mwenyezi Mungu. Dunia isitupombazi hata kidogo. Ni wakati mdogo sana wa udanganyifu. Kitu nitaweza kuwafahamisheni, tutizame nchi yetu ya Kongo. Leo tuko katika majanga mazito. Ule hatokubali ya kwamba huku kwetu Sud Kivu na Nord Kivu tuko kunako vita, basi huyo anajidanganya. Tumemaliza masiku, wengine tulikimbia, na mimi nilikuwa miongoni mwa watu wenye waliekimbia vita. Lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu hakupenda tuilie ila Eid ugenini. Alipenda hapana, rudi ukaonane na ndugu zako na watoto wako wale unayewasimamia, ili mdiriki pamoja sala hii tukufu ya Eid. Inatosha tuseme alhamdulillah. Kwa kuwa kati yetu kuna wale waliofikiria watafunga Ramadhani ilipofika kufika wakaondoka tukawazika, na kuna wale wenye tulioshiriki nao Ramadhani katikati ya Ramadhani wakajikuta tumewapeleka kwenda kuwazika. Na sisi wachache miongoni mwa wengi, Mwenyezi Mungu ametuchagua, ametufanya tuifunge Ramadhani mwanzo mpaka mwisho, na hivi tuko pamoja hapa tunasherehekea Eid al-Mubarak. Ndugu zangu Waislamu, tusidanganyiki na haya yote yanayopitika. Ni mitihani, na hii mitihani Mungu anatuambia sisi Waislamu, sintowaondolea matatizo mliokuwa nayo mpaka mbadilishe vitendo vyenu. Bimaana kuna baadhi ya vitendo ima sisi viongozi au nyinyi maamuma mnayoyafanya mpaka yanampelekea Mwenyezi Mungu aweze kughadhibika, mnakuwa hamuwajibiki katika Uislamu. Na huku Mwenyezi Mungu anasema ule atakayemwamini kwa kweli na haki hatompa uwezo wa kununua maremorke au manyumba, anawaahidi kuwapa maisha mazuri hapa duniani na kuwafisha kifo kilichokuwa kizuri. Na maisha ya hapa duniani mwanadamu ni kukusanya vitu vine. Ukiona uko na hivi vitu vine hapa duniani, basi wewe una maisha mazuri sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Cha kwanza mwanadamu ni kuikusanya nyumba pana. Nyumba pana hata ikiwa ni shambreti, basiwi mtu mwenyewe anayekuja mwisho wa mwezi kukupigia hodi, leta mwezi umeenea. Kuna watu Mwenyezi Mungu anawapa mali, lakini anawasahawisha kununua nyumba. Anaikalia anasema nitanunua Bukavu, siwezi kununua Uvira. Bukavu nitanunua Kinshasa, mpaka pesa zinarudi kwao. Anajikuta yeye amebaki hana hata sehemu ya kuweza kuachia watoto ili wapate vya kurithi. Cha pili mwanadamu ni kumpata mwanamke mwema. Miongoni mwa wanawake tunayewaoa
Kuna mwanamke wewe ukimuoa ukimfikisha nyumbani, inakuwa ni moja ya sababu ya wewe kukataana na wazazi wako, kukataana na marafiki zako, na anakuzeekesha kabla miaka yako haijafikia, hawa wakina mama. Kwa hiyo ukimpata mwanamke mwema, mwanamke mnayekubaliana siasa, kiukweli wewe umepata neema za Mwenyezi Mungu. Na mwanamke mwema utampata vipi? Mtume huko alifahamisha, alisema ni mwanamke mcha Mungu. Katika wanawake kuna wanawake tunawaona ni wazuri, ni mitihani tu, lakini ikiwa kama utabahatikiwa kumpata mwanamke mcha Mungu, huyu ndo Mtume alituambia tumuoe. Kitu cha tatu ni kuona kama kila siku pakiamka asubuhi unao uwezo wa kuingiza mkono mumfuko, unampa mke wako, nenda katafute hata nama haya maharage na vichumba, chemsha hapo tupate cha kuingiza kinywani. Hizi neema tatu ukiona kila siku uko nazo, basi wewe uko na neema za Mwenyezi Mungu za hapa duniani. Na cha nne, Mtume akatufahamisha mtu kuwa na kipandwa. Kipandwa ni sunna yenye kuwa na nguvu katika Uislamu. Basi hivi vitu nne Mtume akasema Mwenyezi Mungu anaweza akakunyang'anya vyote kwa siku moja, kama vile anaweza akakuachia kimoja au viwili kadiri anavyotaka. Hii inatosha tu sisi sote wenyewe tuliokusanyika hapa tuseme alhamdulillah. Ndugu zangu Waislamu, nyinyi nategemea mko wazazi, tayari mmewanunulia watoto wenu manguo, mmeshawafanyia vitu tofauti. Je, wale wajane na mayatima wenyewe tuko nao hapa, fikra gani mmeweza kuwafanyia? Na hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika ule atakayemlea yatima, basi watakuwa naye, akaashiria vidole viwili hivi, watakuwa naye peponi. Sasa kwa hiyo ndugu zangu, tuwakumbuke mayatima, tuwakumbuke wajane. Leo sisi tupo, kesho tutakuwa hatupo. Je, hawa wakwetu nao watatizamwaje? Ikiwa kama wewe hutowakumbuka mayatima wala wajane, basi uelewe huku nyuma na wewe wakwako hawatokumbuka, kwa sababu Uislamu unasema jinsi unavyowatendea wenzako na wewe ndivyo utakavyotendea. Basi ndugu zangu Waislamu, tuelewe ya kwamba katika serikali yetu ya Kongo tuko kunako vita. Viongozi mchana kama vile usiku wanajitahidi kufikiria vipi watamaliza hii vita, lakini mimi nikisema ya kwamba sisi Waislamu tuna silaha kubwa. Turudi kwa Mwenyezi Mungu, tumlilie Mwenyezi Mungu. Yeye ndiyo amani, yeye ndiyo salama, yeye ndio kila kitu. Mwenyezi Mungu akitaka, hii unasikia sijui wanakwenda wapi. Mwenyezi Mungu akitaka ni muda mchache sana anayamaliza yote na tunarudia katika hali zetu za kawaida. Tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu, na tutamuomba imamu asisahau hii ni sala tukufu ya Idi, na tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Atukumbuke hakuna dua inashinda kunuti. Kunuti ni silaha moja kubwa sana. Tumkabidhi Mwenyezi Mungu, tumlilie, tumuoneshe kama tuko katika matatizo na hakuna wengine wa kuweza kutusaidia isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Basi sintokuwa na zaidi, na watakieni Eid Mubarak. Na tukitoka hapa tujitahidi, mwenye aliweza kupata kadogo amwite ndugu yake waweze kuchangia. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala aliye hai, aliyesimama juu ya dhati yake tabaraka wa taala, na kwa hakika kimevinzika, imevinzika yoyote yule ambaye atakaibeba dhulma. Ibadullahi subhanahu wa ta'ala, mundu ayami istakbalna shahru Ramadan, ni baada ya masiku tuliweza kupokea mwezi mtukufu wa Ramadan. Wa bil amsi wadanahu murtahila anna, na hapo jana tumeagana na mwezi mtukufu wa Ramadhan, umeifunga safari na ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi sabihati hadha al-yawm al-aghar, na katika asubuhi hii ambayo iliyokuwa ni yenye mng'ao mkubwa sana, ghadautum ila rabbikum rabbul karim, mmeenda kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala, vyote alivyokuhalalishieni Allah tabaraka wa taala, kuanza lilipochomoza jua mpaka pale lilipozama kwa kudra zake Allah tabaraka wa taala. Wa ataatum rabbukum, na mkapata kumtii Mola wenu subhanahu wa taala, fa aqbidu jawaizakum maghfirati dhunubikum, basi pokeeni malipo yenu kutoka kwa Allah subhanahu wa taala
kupitia msamaha wake kunako madhambi tuliyotanguliza juu ya mgongo wa ardhi mbele yake Allah tabaraka wa taala, wa qabuli amalikum, na muweze kukubaliwa matendo yenu mlioweza kuyatanguliza, ibada zenu mlioweza kuzitekeleza mbele ya Mola wenu subhanahu wa ta'ala, wa shukri sa'yukum, na kushukuriwa na Allah kwa kuweza kukulipeni yaliyokuwa mema mazuri anayoyaridhia, yatakayosababisha sote tuepuke ghadhabu zake Allah tabaraka wa ta'ala, na iwe sababu ya sisi kufuzu duniani. Wa yawma alqiyamati tadkhulu aljannata min babi arrayyan, ili hiyo siku ya kiyama iwe sababu ya sote kurithi pepo yake Allah tabaraka wa taala kupitia mlango unaitwa Ar-Rayyan, mlango watakaopitia wale waliojibidisha kutekeleza ibada ya funga amri yake Allah subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikhwatul kiram, unzuru halakum ba'da Ramadan. Ndugu, jambo. Jambo sana. Unaweza ukajitambulisha? Ni imam representant regional, kiongozi wa Waislamu katika jimbo pia tarafa la Uvira. Ni kweli kama jinsi mnavyoona jopo la Waislamu katika uwanja huu wa Kamlimbi, tuko kunako sherehe ya sala ya Eid al-Fitri. Ni sherehe ambayo tunaitekeleza baada ya kumaliza siku 29 au 30 za kutekeleza ibada ya siyam, ibada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni hapo jana tulikamilisha siku 30, yani 13 katika kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio kwa maana leo tumepatikana asubuhi hii yenye mng'ao mkubwa sana, yenye fadla na rehema zake Allah tabaraka wa ta'ala katika uwanja huu wa Kamlimbi. Kwa kweli kwa furaha zilizokuwa nyingi sana, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pili tunamwomba Mwenyezi Mungu Fondation Simba Dudu pamoja na president wake Moise Katumbi Chapwe hawaachi mara kwa mara kutushindikiza katika ibada tukufu za Idi zetu ambazo ni sherehe za Kiislamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu kwanza awalipe yaliyokuwa ya kheri, awawekee wepesi katika makazi yao, na azidi kuwapanulia kila la kheri liwe pamoja nao na la shari liwe mbali na wao. Alafu istoshi pia shukurani zetu za dhati jumuiya ya Kiislamu kwa Fondation Simba Dudu. Ni wazi kwamba alitunuku komunote islamike hapa Uvira mnyama wa miguu minne ambaye ni ng'ombe, akichangia sherehe hii wapate kufurahi pamoja na Waislamu wa tarafa la Uvira. Ni jambo la kheri linalopendeza sana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amlipe pia kheri kwa moyo wake uliokuwa mzuri zidi ya komunote islamike katika teritwari pia mji huyu wa Uvira. Na istoshi pia kitu ambacho tutaweza kukumbushia, kwa sababu sisi ni Waislamu na pia tuna masala ya maendeleo, kama tulivyokuwa na proje yetu katika uwanja wa hapo Katongo. Hapo tuna uwanja mkubwa sana ambao tulikuwa na mahitaji ya kuweza kupata jengo la kifahari pale na kufanyia ibada zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunamkumbusha honorable Simba Dudu na alifikishe kwa presidenti Moise Katumbi Chapwe waweze kutunga mkono katika hili, na Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kuwalipa yaliyokuwa ya kheri. Amin. Amin. Labda ujumbe kwa Waislamu wote. Ujumbe kwa Waislamu wote kwa jumla, tunawapongeza kwanza kwa kutekeleza ibada tukufu hii ya Ramadhani ambayo tumeimaliza. Pili, na leo ikiwa ni sikukuu ya Eid al-Fitri, ni sikukuu ya kufurahi, ni sikukuu ya kula na kunywa na kuchangia pamoja na wengine waliokuwa hawana, wachangie pamoja na waliokuwa navyo, kwa sababu ni tule vilivyokuwa halali na tunywe vilivyokuwa vya halali. Ndio kwa maana tunatoa pongezi kubwa kwa Waislamu. Tunafurahi kwa kupata TV bora.